Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kile ambacho kinaendelea kushika tamu. Kwanza kabisa nikwambie, Marekani imekubali kuipatia Ukraine hakikisho la usalama kama sehemu ya mpango wa kukomesha vita vya takriban miaka 4 vya Urusi na Ukraine. Maafisa wa Marekani ambao wameweza kuhudhuria mazungumzo kati ya nchi hizo mbili mjini Berlin, Ujerumani, walisema jioni ya jana kwamba hakikisho hilo hata hivyo linapaswa kukubaliwa kwa haraka. Wajumbe wa serikali ya Marekani kwenye mazungumzo hayo, Steve na Jared Kushner, wanaripotiwa kusema kwamba 90% ya mpango wa amani imekubaliwa na pande husika na kwamba sasa wanatazamia kumalizia sehemu iliyobakia. Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wamelipokea pendekezo kwa hadhari licha kusifia hatua zilizopigwa kwenye mkutano huu wa Berlin. Ukraine bado inasuasua kwenye kukubali pendekezo la Marekani la kuachia sehemu ya ardhi yake mikononi mwa Urusi ili kukomesha vita hivyo. Sasa nikwambie, Marekani ambao wao wameipa Ukraine hakikisho la ulinzi sawa na lile walilonalo wanachama muungano wa kijeshi wa NATO, licha kweli kwamba suala la Kiev kusalimisha sehemu ya ardhi zake kwa Urusi bado ni tete. Zelensky alisema baada ya mazungumzo hayo kwamba angeliomba Marekani kuiwekea vikwazo vipya Urusi na kuipatia nchi yake silaha zaidi ikiwa Moscow itakataa mapendekezo yanayojadiliwa kati ya Kiev, Washington na viongozi wa Ulaya. Lakini hakusema ikiwa imekubali moja kwa moja pendekezo la kuiachia mikoa miwili ya Donetsk na Luhansk kama inavyotaka utawala wa Trump. Mazungumzo hayo ya Jumatatu katika mji mkuu wa Ujerumani yalizusha matumaini mapya kwa viongozi wa Ulaya juu ya kupatikana njia ya kukomesha mgogoro huo kabisa kwenye ardhi ya Ulaya tangu kumalizika kwenye vita vya pili vya dunia. Hata hivyo, wengi wao walipokea pendekezo la utawala wa Trump juu ya hakikisho la usalama kwa Ukraine kwa tahadhari. Licha kuhusifia ushirikiano mkubwa wa Trump, Zelensky na Ulaya uliofanikisha hatua hiyo, sasa rais wa Kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema suala la mamlaka ya Ukraine linapaswa kuamuliwa tu na wa Ukraine wenyewe. Kauli kama hiyo zimetolewa pia na kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson, ambao wote walionyesha uungaji mkono wao kwa hakikisho la usalama la Marekani kwa Ukraine, lakini wakati huo huo wakiashiria kuwa uamuzi wa mwisho ni wa Kiev na wakitilia shaka endapo Moscow ingekubaliana nao. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban ametahadharisha kuwa hatua yoyote ya Umoja wa Ulaya ya kutoa milki na fedha za Russia zilizozuiliwa bila idhini ya Budapest ni kukiuka sheria za Ulaya na itakuwa sawa na tangazo la vita. Orban amesema maafisa wa EU wanafanya juhudi za juu chini kuzuia mali za Russia zilizozuiliwa kwa kuipuuza Hungaria na kunajisi sheria za Ulaya mchana kweupe, jambo ambalo anasema ni sawa na tamko la vita. Ameshutumu Brussels kwa kuchochea mzozo huo, akiongeza kwamba Hungaria haitahusika katika kile alichokiita mpango uliopotoshwa. EU ilipiga kura wiki iliyopita kuzuia fedha za benki kuu ya Russia kwa muda usiojulikana, ikitumia mamlaka ya dharura kukwepa makubaliano ya pamoja licha pingamizi kutoka kwa baadhi ya nchi wanachama. Hivi karibuni Orban alionya pia kuwa tishio la kuzuka vita vikuu vya 3 vya dunia linazidi kuongezeka na kwamba jamii ya kimataifa inapaswa ifanye kila iwezalo kulizuia. Kwa mujibu wa maafisa wa Hungaria, waliberali wa Ulaya wanaounga mkono vita wanakwamisha kufanyika mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Russia ili kuhitimisha vita huko Ukraine. Vilevile, ujumbe wa Marekani na Ukraine ulipata maendeleo mengi wakati wa mazungumzo katika mji mkuu wa Ujerumani, Berlin. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve anasema, na nikwambia, majadiliano ya Berlin kati ya Marekani na Ukraine huko Berlin yalikuwa magumu, kwani upande wa Marekani ulionekana kusita kukubaliana kuhusu rasimu ya hivi karibuni ya pendekezo lake la amani. The Wall Street Journal iliweza kuripoti kimnukuu mtu mmoja aliyepewa taarifa kuhusu mkutano huo ambao ulifanyika jana, lakini pia mkutano mwingine wa Jumapili. Mazungumzo hayo yalidumu kwa saa 5 na yataendelea. Vile mazungumzo katika utatuzi wa mgogoro nchini Ukraine na ushiriki wa wajumbe wa Marekani na Ukraine huko Berlin mnamo Disemba 14 yalifanyika kwa siri, gazeti la Frankfurter Allgemeine Zeitung linaripoti. Kulingana na gazeti hii la kila siku la Ujerumani, mazungumzo hayo yalifanywa kwa siri sana, huku waandishi wa habari wakiwa hawana ufikiaji wowote wa taarifa kuhusu kiwango maalum cha mazungumzo kati ya maafisa hao. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kufikia suluhu ya amani nchini Ukraine kunategemea matokeo ya mazungumzo ya pande mbili kati ya Urusi na Marekani. Mchambuzi wa kisiasa na mtangazaji wa redio wa Marekani Steve Gill anasema, kwa maoni yake, mkutano wa Rais Vladimir Putin wa Urusi na mjumbe maalum wa kiongozi wa Marekani Donald Trump, Steve, na mkwewe Trump Jared Kushner ulikuwa muhimu katika kutafuta njia kuelekea amani nchini Ukraine.
Gila alibainisha kuwa mazungumzo yanawezekana yalipiga hatua zaidi kuliko ilivyoripotiwa kwenye vyombo vya habari. Lakini AU kupitia mwakilishi mkuu wake wa sera za mambo ya nje na usalama Kaja Kallas amesema kwamba sasa kwa kuwa wanachama wa Ukraine katika muungano wa Atlantic ya Kaskazini hauwezi kuhojiwa, Umoja wa Ulaya utahitaji kutoa dhamana thabiti za usalama kwa jamhuri ya zamani ya Usovieti. Sasa ikiwa wanachama huu wa NATO wa Ukraine haujahojiwa au hii haijawahi kuhojiwa, basi tunahitaji kuona ni dhamana gani za usalama zinazoonekana. Haziwezi kuwa karatasi au ahadi, lazima ziwe askari halisi, uwezo halisi, aliwaelezea waandishi wa habari kwenye mahojiano ya mlangoni kabla ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa AU. Vile wakati wa mazungumzo huko Berlin, mamlaka ya Kiev inadaiwa ilikubali kufanya uchaguzi ndani ya siku 100 na kujizuia kutafuta wanachama wa NATO chini ya masharti fulani, Bild imeripoti. Kulingana na vyanzo vya gazeti hilo, Ukraine itakuwa tayari kukubali hoja zote mbili za mpango wa Marekani wa kufanya uchaguzi na kukataa zabuni ya wanachama wa NATO chini ya masharti fulani. Zaidi ya hayo, Kiev inadaiwa pia iko tayari kufungia mstari wa sasa wa ushiriki, lakini inakataa kuondoa wanajeshi wake kutoka eneo lote la Donbas. Vile waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema kwamba Istanbul inasalia kuwa mahali pekee ambapo Urusi na Ukraine zimeweza kujadili suluhu na kwamba Ankara iko tayari kufufua mchakato wa mazungumzo. Anasema vita vya Urusi na Ukraine ni mojawapo ya majaribu magumu zaidi ambayo eneo letu limewahi kukabili. Kuanzia siku ya kwanza kabisa ya kanuni yetu imekuwa wazi, hakuna washindi katika vita na hakuna walioshindwa katika amani ya haki. Kwa kuongozwa na imani hii, tumekuwa nchi inayofanya juhudi kubwa zaidi za kukomesha vita kupitia njia za kidiplomasia. Istanbul inasalia hadi sasa kwa jukwaa pekee ambalo pande zote zimeweza kukutana katika ngazi ya kiufundi na kujadili vigezo vya suluhu ya amani, waziri huyo alisema wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kila mwaka wa mabalozi huko Ankara. Vile uhusiano kati ya Ukraine na Poland hauwezi kuitwa ushirikiano kwa sababu Kiev inapuuza masuala ambayo ni muhimu kwa Poland. Rais wa Poland Karol Nawrock anasema katika mahojiano na chombo cha habari cha Polska, tumepoteza kipengele cha ushirikiano kati ya Poland na Ukraine. Nazungumzia hili waziwazi, ikiwa katika mambo ambayo ni muhimu kwa Poland kama vile kufukua maiti huko Volnia, tunaona kwamba hata sio mada ya kuzingatia kwa upande wa Ukraine. Basi swali linatokea, ushirikiano uko wapi? Natumai kwamba hili litabadilika, Nawrock alisema. Kama rais sitaki na sitakubali Poland itumike tu kama njia katika mambo ambayo ni muhimu kimkakati kwetu. Vile ikizungumzia kuhusu mipango inayodaiwa ya Moscow ya kushambulia nchi ya NATO, Umoja wa Ulaya unajaribu kuichafua Urusi ili kuhalalisha mbio zake za silaha. Gazeti la Publico la Hispania limeandika, kwa maoni yake, Volodymyr Zelensky anatambua kwamba Ukraine inaweza kupoteza hadi 1/5 ya eneo lake na inajaribu kuzuia makubaliano ya amani kwa masharti kama hayo katika jaribio la kung'ang'ania madaraka. Brussels, ambayo rais wa Marekani Donald Trump haizingatii, imechukua mawazo ya muathirika mbele ya Marekani na imekuwa ikitafuta kuichafua Urusi badala ya kutafuta njia za mazungumzo na Kremlin, gazeti liliandika. Ikiongozwa na Ujerumani na Ufaransa, Umoja wa Ulaya umekuwa ukijaribu kukuza roho yake dhaifu, ikipa kipaumbele Ulaya kama nguvu ya kijeshi kuliko Ulaya kama taifa la ustawi. Gazeti hilo liliandika kwamba Ulaya imeamua kuichafua Urusi na kuchochea madai ya mipango ya Urusi ya kushambulia nchi ya NATO ili kuhalalisha mbio za silaha barani Ulaya. Kwa lengo hilo, wanasiasa wa Ulaya wanahitaji tishio la nje, kwa sababu vinginevyo wapiga kura wao hawangekubali sera hii. Hapo awali, katibu wa habari wa rais wa Urusi Dmitry Peskov alipuuza madai kwamba mafundisho yanaonyesha mipango ya shambulio dhidi ya NATO kama upuuzi mtupu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile badala ya kukomesha mzozo nchini Ukraine, Umoja wa Ulaya unataka kuhamisha miundo ya NATO hadi nchi hiyo bila kuikubali kama mwanachama kamili katika jaribio la kuibadilisha kuwa eneo la mvutano wa kudumu. Seneta wa Urusi anasema. Mkuu wa sera za kigeni wa AU Kaja Kallas alikiri mapema Jumatatu kwamba wanachama wa Ukraine katika muungano wa Atlantic Kaskazini hauwezi kuulizwa. Hata hivyo, kwa maneno yake, Ukraine inahitaji dhamana kubwa za usalama ambazo zinapaswa kuwa wanajeshi halisi, uwezo halisi. Kwa kweli, Magharibi inapendekeza kwamba Ukraine ipewe jukumu la ngome inayopinga Urusi, isiyo na uhuru katika eneo la usalama na kutawaliwa kutoka nje. Hii ni njia kutokuwa na utulivu sugu, uchochezi na kuongezeka kwa mgogoro, ambapo tukio lolote linaweza kusababisha mgogoro mkubwa au mzozo mkubwa. Msingi pekee halisi wa usalama barani Ulaya si upanuzi tena na kambi hiyo, heshima kwa maslahi ya pande zote na urejesho wa mfumo
unaotabirika wa maeneo yaliyogawanyika ya majukumu, anasema Alexander Voloshin, mjumbe baraza la shirikisho la Urusi au baraza la bunge kutoka Jamhuri ya Watu Donetsk DPR. Vile muungano tawala nchini Ujerumani umekubaliana kuhusu mpango wa pointi 10 wa kupanua ushirikiano wa kijeshi na Ukraine kulingana na dondoo kutoka kwenye hati iliyochapishwa na Bild. Mpango huo unahitaji mashauriano ya mara kwa mara na idara za kijeshi kuhusu masuala yanayohusiana na silaha, kuanzishwa kwa ofisi ya uratibu kwa ajili ya sekta ya ulinzi ya Ukraine huko Berlin ili kuimarisha uhusiano kati ya makampuni katika nchi zote mbili, na upanuzi wa uwepo wa biashara za Ujerumani katika sekta ya ulinzi ya Ukraine. Zaidi ya hayo, Berlin inakusudia kuongeza viwango vya wafanyakazi na kupanua mamlaka ya mshirika wa kijeshi katika misheni yake ya kidiplomasia huko Kiev, na pia kuhakikisha ubadilishanaji endelevu wa maoni kuhusu hitaji la aina mbalimbali za silaha. Serikali ya Ujerumani pia inapanga kujenga aina ya muungano na washirika wake wa Ulaya ili kununua silaha kwa pamoja kwa ajili ya Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile mfumo wa nishati wa Ukraine uko karibu kuvunjika, huku mashambulizi yakitishia kuzima kabisa mifumo ya usambazaji umeme mashariki magharibi na kuigawanya nchi vipande viwili. The Washington Post inaripoti vyanzo mbalimbali. Tuko kama si katika ukingo wa kukatika kabisa kwa umeme mashariki mwa nchi, basi tupo karibu sana nayo, mwanadiplomasia mmoja wa Ulaya ambaye hakutajwa jina aliliambia gazeti hilo. Kulingana na The Washington Post, wataalamu wanakubaliana kwamba mambo yamekuwa mabaya sana kwa Ukraine hivi karibuni. Tuko hatua moja kutoka kukatika kabisa kwa umeme huko Kiev, sasa chanzo kiliambia gazeti hilo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Mamlaka ya Ukraine hayataweza kuiendeleza nchi bila ufadhili kutoka Marekani au kuongezeka kwa usaidizi wa kifedha kutoka Umoja wa Ulaya, El Pais na ripoti. Bajeti ya Ukraine ya 2026 iliyoidhinishwa na bunge inakadiria nakisi ya rekodi ya dola bilioni 47.5, sawa na takriban 18% ya pato la taifa la nchi hiyo. Kutokuwa na uhakika pia kuna baki kuhusu ufadhili wa nje kufuatia kupunguzwa kwa ufadhili wa Marekani ambao hapo awali ulichangia takriban 30% ya jumla ya usaidizi wa Kiev. Vile viongozi wa Umoja wa Ulaya wanataka kutuma ujumbe nchini Ukraine kutoa mafunzo kwa jeshi la Ukraine, lakini Hungaria haitaruhusu mstari huo mwekundu kuvuka. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje huko Brussels. Lakini pia Marekani inaamini kwamba takriban 90% ya masuala ya utatuzi wa migogoro kati ya Urusi na Ukraine yametatuliwa. Richards inaandika kimnukuu afisa utawala wa Marekani. Ikulu White House inaona mazungumzo ya Disemba 14 na 15 huko Berlin kuwa chanya, na rais wa Marekani Donald Trump amefurahishwa na majadiliano hayo, shirika hilo liliandika. Wakati huo utawala wa Marekani unaamini kwamba uamuzi wa mwisho kuhusu makubaliano ya eneo utafanywa na Kiev. Vile rais wa Bundestag ya Ujerumani Julia Klöckner amefanya mkutano huko Berlin na Volodymyr Zelensky, ambapo Zelensky ameonyesha utayari wa kufanya uchaguzi nchini Ukraine chini ya masharti fulani, vyombo vya habari vya bunge la Ujerumani vimesema. Kiini cha mkutano huo kilikuwa mada ya uchaguzi mpya nchini Ukraine. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari ilisema Zelensky alionyesha utayari wa hili chini ya masharti fulani. Wakati huo hakuna shaka kwamba uchaguzi chini ya hali ya vita unaleta changamoto kubwa. Klöckner alisema kama ilivyonukuliwa na vyombo vya habari. Alitangaza mipango ya kutembelea Ukraine baada ya mwaka mpya. Lakini neno silaha halipo katika azimio la hivi karibuni la Italia kuhusu Ukraine na kubadilishwa na msemo msaada wa pande nyingi, kulingana na Tu Messaggero. Hati hiyo lazima ipitishwe bungeni kabla ya mkutano wa kilele wa EU kesho. Messaggero anasema kwamba mchezo huu wa maneno ni mbinu inayolenga kupitisha muswada huo. Moja ya vyama tawala, ligi, inapinga usambazaji zaidi wa silaha. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.